Rais William Ruto ametangaza nyongeza ya asilimia 12 ya mishahara ya wafanyikazi kwa ujumla pamoja na nyongeza ya asilimia 15 ya mishahara ya wafanyikazi katika sekta ya kilimo katika hatua inayolenga kuwasaidia kukabiliana na kupanda kwa gharama ya maisha. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya Labour Day mwaka huu katika kaunti ya Vihiga, Rais Ruto amebaini kuwa serikali imejitahidi kuhakikisha kuna upatikanaji wa afya kwa wafanyikazi kupitia bima ya afya ya jamii SHA. Na kama anavyoarifu James Mwangi, katibu wa KOTU Francis Atwoli alikuwa amemwomba Rais Ruto kutangaza nyongeza ya mishahara kwa asilimia 23, akisema hatua hiyo itaifanya serikali kuwa imara. Maadhimisho ya 61 ya siku ya wafanyikazi yaliyofanyika katika shule ya wavulana ya Chevakali, kaunti ya Vihiga, hii ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa maadhimisho hayo kufanyika nje ya jiji kuu la Nairobi. Rais William Ruto ambaye aliongoza viongozi serikalini katika hafla hiyo akitangaza nyongeza ya asilimia 12 kwa mishahara ya wafanyikazi kwa ujumla pamoja na nyongeza ya asilimia 15 ya mishahara kwa wafanyikazi katika sekta ya kilimo. I am pleased to announce a 12% increase in general wages and a 15% increase in agricultural wages to all Kenyan workers. Hatua hiyo inajiri siku moja baada ya chama cha waajiri nchini FKE kupinga wito wa kuongeza mishahara kwa kiwango cha juu na kushauri serikali kutokubali nyongeza ya zaidi ya asilimia 5. Rais Ruto akieleza mikakati iliyowekwa kuhakikisha huduma bora za matibabu kwa wafanyikazi pamoja na kuwasaidia kupata nyumba za bei nafuu kwa urahisi. The deposit required of application for allocation of an affordable housing unit has now come down from 10% to 5%. This applies to every salaried Kenyan, and the reduction has already been codified in our allocation framework. This last year, we've had less strikes than have been for a long time. And this is because of this process we started of saying, let us talk first before you go to the streets. Let me take this opportunity to thank you for the vision and leadership that you have exhibited towards making the National Social Security Fund a leading pension scheme in Africa that is responsive not only in eradicating old age poverty, but also meeting the infrastructure demands. Na ili kuimarisha utendakazi wa wafanyikazi katika sekta ya ujenzi, Rais amebaini kuwa kupitia mradi wa nyumba za bei nafuu pamoja na mamlaka ya kitaifa inayotoa mafunzo ya viwanda, tayari serikali inawapa wafanyikazi katika sekta hiyo vyeti vinavyowatambulisha kama wataalamu walio na ujuzi maalum. And through our recognition of prior learning program, which we are running directly in the affordable housing program, we are formally certifying artisans whose skills were learned on the job. To date, more than 2,000 artisans have been certified through this program. Amebaini kuwa mchakato wa kuhakikisha mazingira bora ya kazi kwa wafanyikazi wa nyumbani utakamilika mapema mwezi ujao, huku akiwahakikishia Wakenya wanaoenda kufanya kazi nje ya nchi kuwa serikali itahakikisha imelinda haki zao. James Mwangi, Undugu TV.